Uhari gani mwanafamilia wa Sports, karibu sana katika segment ya kimichezo ambapo tunapata mawili matatu kuhusiana na swala zima la kimichezo. Nikuombe kama bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipite na taarifa muhimu ambazo tunakuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, katika segment hii bwana, tunaendelea kudondoa zile tetesi za usajili kuelekea katika msimu wa usajili wa dirisha kubwa baada ya kutamatika kwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambapo tunaelezwa mengi yamejiri na kuna taarifa mpya kabisa kutoka katika klabu ya soka ya Yanga ambayo nikikueleza wewe nafikiri itakustua kwelikweli na itamfurahisha yule shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga, kwa sababu ni usajili wa moto kwelikweli ambao unafanyika katika kipindi hiki ambacho kinaelekea kufunguliwa kwa dirisha la usajili. Sasa unaambiwa miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na usajili wa wachezaji wawili ambao ni moja kati ya sajili za hatari kwelikweli Young Africans ambazo wanazifanya kipindi hiki. Usajili wa kwanza ni usajili wa mchezaji kutoka kule klabu ya ASEC Mimosa, na huyu si mwingine ni Suleiman Fofana, mchezaji ambaye ni raia wa Cote d'Ivoire. Ni moja kati ya wachezaji hatari kwelikweli. Huyu ni mchezaji mdogo kiumri kwa sababu ana miaka 23 tu, amezaliwa mwaka 2003 na hadi hivi sasa ana miaka 23. Ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo mshambuliaji. Ukiangalia taarifa zake utakubaliana na mimi kwamba ni mchezaji mmoja wa hatari sana, kwa sababu amehusika katika magoli mengi sana ambayo ASEC Mimosa wamekuwa wakiyapata. Amehusika kama mfungaji, lakini pia amehusika kama mtoa asisti kwa magoli ambayo yamepatikana ya ushindi wa ASEC Mimosas. Na ninachokueleza ni kwamba mchezaji huyu pia alikuwa akihitajika na klabu nyingi sana. Tumeona Wydad Casablanca ya kule Morocco ilituma ofa ya kuweza kumchukua mchezaji huyu, lakini pia Al Hilali Omdurman ya Palestine Sudan waliweza pia kutuma ofa ya kuhitaji huduma ya mchezaji huyu. Lakini kama hiyo haitoshi, tunaambiwa Kaizer Chiefs ya pale Afrika ya Kusini pia waliweza kutuma ofa ya kuhitaji saini ya Suleiman Fofana. Lakini ilivyo bahati kwa Young Africans, Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya soka ya Yanga aliweza kufika hadi Cote d'Ivoire na kuongea na viongozi wa ASEC Mimosa, na kama unafahamu kwamba ASEC Mimosa na Young Africans ni kama timu ambazo zinashirikiana sana, kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana kuweza kupatikana kwa mchezaji huyu, na ninavyokuarifu ni kwamba 100% uhakika upo wa Suleiman Fofana kujiunga na klabu ya soka ya Yanga. Lakini kama hiyo haitoshi, mchezaji mwingine kutokea pale Al Hilali Omdurman ambaye anafahamika kama Gire Mugisha, mmoja kati ya wachezaji wenye moto na kasi kwelikweli, naye tayari inasemekana usajili wake unakwenda kukamilika very soon kujiunga na klabu ya soka ya Yanga. Ukiangalia taarifa za Suleiman Fofana, lakini pia ukiangalia taarifa za Gire Mugisha, utakubaliana na mimi kwamba Young Africans kwa sasa inajipanga imara kuweza kwenda kutoa ushindani wa nguvu kwelikweli katika michuano hii ya kimataifa ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo Young Africans watakuwa wakiwakilisha Tanzania katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Sajili ambazo zinafanyika kwa hivi sasa nafikiri ni sajili ambazo zitakwenda kuwapa matokeo mazuri sana Young Africans, kwa sababu wachezaji hawa ni wachezaji ambao wana advantage kubwa sana kwa Yanga, lakini pia ni wachezaji ambao wamekuwa na sifa kubwa, ubora mkubwa, na wanakwenda kuisaidia Young Africans kuitoa katika level ambayo wako nayo hadi kupeleka katika level zile za juu. Kumbuka Young Africans kwa upande wa klabu bingwa historia yao kubwa sana ni kufika hatua ya robo finali. Nafikiri kwa sajili hizi ambazo zinafanyika msimu ujao Young Africans wataweza kufika nusu finali na ikiwezekana na finali kabisa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. So hizo ndizo taarifa za usajili ambao unaendelea kwa klabu ya soka ya Yanga. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu ambazo zitakuwa zinajiri na tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Asante na kwa heri, tukutane next video.